Na mwanahabari wangu, uhabari gani mwanahabari? Wewe unaendelea kunifuatilia kokote unakonipata kwa usikivu mzuri kabisa. Tumeweza kukusogezea taarifa kutoka kule nchini Sudan, ambapo jeshi limeweza kudhibiti tena ikulu kubadili mwelekeo wa vita hivyo. Taarifa zinasema kwamba taswira za wanajeshi wakisherehekea huko Khartoum zinaashiria hatua kubwa katika mashambulizi ambayo yamewezesha jeshi la Sudan SAF kurejesha maeneo mengi katika miezi ya hivi karibuni. SAF ilipoteza udhibiti wa mji mkuu mwanzoni mwa vita na imekuwa ikipambana kwa miaka miwili kurejesha kutoka kwa jeshi la msaada wa haraka RSF. Sasa wamechukua tena ikulu ya rais na wanaamini wako kwenye njia kurejesha mji mzima, lakini bado wako mbali na kushinda vita. Jengo hilo, ikiwemo ikulu ya kihistoria ya Republican, ni ishara ya mamlaka na enzi muhimu kwa serikali inayoongozwa na jeshi na hadithi yao kama watawala halali wanaopambana na kikundi cha kigaidi. Baada ya kusafisha vitongoji vya nje vya Khartoum, jeshi limechukua sehemu kubwa ya jiji likiwafurusha wapiganaji wa RSF katika maeneo muhimu kama majengo ya serikali na kuwasogeza mbali na makao makuu ya jeshi, kwa mujibu wa msemaji wa jeshi. Hii inamaanisha kuwa RSF imepoteza udhibiti wa mji mkuu, ingawa wapiganaji wake bado wako Khartoum. Lakini haijajulikana ni kwa kiasi gani mstari wa mbele umehamia. Wapiganaji wa RSF bado wanasambaa katikati ya jiji na wanaudhibiti sehemu ya uwanja wa ndege. Pia wanashikilia maeneo kusini mwa ikulu. Mapigano makali yanatarajiwa kuendelea huku jeshi likijaribu kuwazunguka vikosi vya RSF vilivyobaki. Kikosi cha wanamgambo tayari kimeonyesha kuwa kinaweza kupigana hata katika hali dhaifu. Baada ya kufanya shambulio la ndege isiyo na rubani katika ikulu lililoua wanahabari wa Sudan na maafisa wa jeshi, ushindi kamili wa jeshi katika mji mkuu unaweza kubadili mwelekeo wa vita au kuimarisha mgawanyiko wa maeneo kati ya pande mbili hasimu. RSF inayoongozwa na Jenerali Mohamed Hamdani Dagalo, anayejulikana kama Hemedi, imedhibiti sehemu kubwa ya eneo la Darfur magharibi mwa Sudani na baadhi ya maeneo kusini. Serikali inayoungwa mkono na jeshi inayoongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan inadhibiti sehemu za mashariki na kaskazini mwa Sudani. Wanaume hawa wawili waliwahi kushirikiana na kufanya mapinduzi pamoja kabla ya mgogoro wa mamlaka kati yao kugeuka kuwa vita ya wenyewe kwa wenyewe mnamo Aprili 2023. Udhibiti kamili wa Khartoum unaweza kusaidia jeshi kukamilisha kutoa maeneo ya katikati mwa Sudani ambako limefanikiwa kuyachukua tena kutoka RSF katika miezi ya hivi karibuni. Hali hii inaweza pia kutoa msukumo kwa SAF kujaribu kuikabiri RSF katika ngome yake ya Darfur, hasa katika mji wa El Fasher ambao umekuwa katika mzingiro wa RSF kwa karibu mwaka mmoja. Lakini wachambuzi wengi wanaamini kuna hatari ya Sudani kugawanyika kwa hali halisi, huku pande zote mbili na washirika wao wakijiimarisha katika maeneo yao ya ushawishi. RSF inajaribu kuunda serikali mbadala katika maeneo inayoongoza, na miezi iliyopita ilikusanya makundi washirika kusaini hati ya kisiasa na katiba huko Nairobi. Lengo lake lilikuwa kuonyesha kuwa licha ya kushindwa kwenye uwanja wa vita, bado ni nguvu inayohitaji kuzingatiwa na kwamba nia yake ya kutawala Sudani bado haijakamilika. Rais wa Sudani ameathirika pakubwa na vita hivi vya wenyewe kwa wenyewe ambapo vimesababisha vifo, uharibifu mkubwa na ukiukwaji wa haki za binadamu. Umoja wa Mataifa umeeleza hali nchini Sudani kama janga baya zaidi la kibinadamu duniani. Zaidi ya watu milioni 12 wamelazimika kukimbia makazi yao na mamilioni wakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, huku sehemu za nchi zikiendelea kukabiliwa na baa la njaa. Khartoum ni mojawapo ya maeneo yanayotarajiwa kufikia
hali ya njaa hivi karibuni kutokana na uporaji mkubwa unaofanywa na wanajeshi wa RSF na vikwazo vya msaada vilivyowekwa na serikali ya Sudani. Hivyo mabadiliko ya mamlaka katika jiji hilo yanaweza kuleta tofauti kubwa katika hali ya kibinadamu. Lakini kwa watu wengi wa Sudani, hii ina maana kuwa kuna mabadiliko makubwa yanayotarajiwa kwa sasa. Pande zote mbili zimeshutumiwa kwa kuzuia misaada ya dharura wakitumia hali hiyo kama silaha ya kivita. Kulingana na maafisa wa Umoja wa Mataifa, na zote zimeshtakiwa kwa uhalifu wa kivita, ingawa RSF imeshutumiwa zaidi kwa makosa ya ubakaji wa halaiki na mauaji ya kimbari. Jeshi litakuwa na matumaini kuwa kurejesha ikulu ya rais kutakuwa na hatua muhimu kuelekea ushindi mkubwa wa kijeshi. Lakini ingawa SAF inaonekana kuwa na kasi kwa sasa, ni vigumu kwa upande wote kushinda vita kwa namna itakayowaruhusu kutawala Sudani nzima, kwa mujibu wa ripoti ya hivi karibuni ya International Crisis Group. Hata hivyo, pande zote mbili zimedhamiria kuendelea kupigana kwa ajili ya maeneo yaliyosalia, na juhudi za kufua mazungumzo ya amani hadi sasa zimeweza kushindwa. Mwanahabari, ni kushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Hizi zilikuwa ni habari za kimataifa kutoka mji wa Khartoum huko nchini Sudani, taarifa zikiweza kueleza waasi wa RSF na wapiganaji wa jeshi la SAF nini ambacho kinaweza kuendelea huko. Lakini taarifa zaidi zinasema mamia ya watu wakiwa wamekimbia makazi yao, huku wengine wakikabiliwa na baa la njaa, huku taarifa katika vyombo vya habari na mashirika mbalimbali ya afya duniani yakiweza kusema kwamba mji wa Khartoum nchini Sudani utakuwa mji ambao unaelekea kukabiliwa na baa la njaa kutokana na mzozo wa kivita unaendelea nchini humo. Nikushukuru sana mwanahabari, wewe endelea kunifuatilia kupitia akaunti yako hii ya YouTube. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kwa habari nyingi za kitaifa, kimichezo pamoja na burudani utaweza kuzipata hapa. Nikuombe usisahau kubonyeza alama neno subscribe ambayo ipo chini ya video yako ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata kila taarifa tunapokuwa tumepandisha taarifa hizi hewani. Kutoka hapa sina la ziada, nikuage nikutakia siku njema. Bye bye.